بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la nahau, na leo tupo kurasa nambari 93 tukiendelea kuvisoma vifuata hukmu. At-tawabi'u ni vifuata hukmu. Baada ya kukisoma kifuata hukmu kilichotangulia ambacho ni na'tu, leo tunaingia kukisoma kifuata hukmu chengine ambacho ni al-atfu. Tamam? Sheikh anasema babul atfi, akiwa na maana hadha babul atfi, huu ni mlango wa atfu. Anasema Sheikh wal muradu bihi, na kilichokusudiwa bihi kwa hiyo atfu, atfun nasaqi, ni atfun nasaqi. Kwa nini amesema hivi? Kwa sababu kuna atfun nasaqi na atful bayani. Atfun nasaqi ni ile atfu ambayo katikati yake inaingia moja ya herufi katika zile herufi za atfu. Kwa maana ni ile atfu ambayo katikati yake inaingiliwa na herufi miongoni mwa herufi za atfu. Na atfu albayani hii inafanana na nati na albadal, kwa maana haiingiliwi na herufi miongoni mwa herufi za atfu. Kwa ndo maana akasema wal muradu bihi, na kilichokusudiwa kwa hii atfu hapa atfun nasaqi, ni atfu an-nasaqi, akivua ile atfu albayani, atfu albayani ambayo haiingiliwi na herufi yoyote ya atfu, inafanana na nati na badal. Yani baada ya yule matbu'i wake anafuatia yeye pasi na herufi yoyote, kama ilivyokuwa kwenye nati na ilivyokuwa katika badal na taukid. Tamam, hakadha. Kwa akasema Sheikh wal muradu bihi, na kinachokusudiwa kwa hiyo atfu atfun nasaqi, ni atfun nasaqi. Wa huwa, na hiyo atfun nasaqi attabi'u, ni kifuata hukmu ambacho, attabi'u ni kifuata hukmu ambacho almutawassitu bainahu, inaingia kati yake, wa baina matbu'ihi, na kati ya anayemfuata katika hukmu inaingia nini? Inaingia ahadu hurufi al-atfi, inaingia herufi moja miongoni mwa herufi za atfi, al-atiyati, zijazo. Ahadu hurufi al-atfi al-atiyati, inaingia kati yake na kati ya yule anayemfuata katika hukmu. Ahadu, inaingia moja, hurufi al-atfi, moja ya herufi za atfi, al-atiyati, zijazo. Tamam, hakadha. Sheikh akaanza kuzitaja hurufu al-atfi kwa kusema wa hurufu al-atfi 10, na herufi za atfi 10 ni 10, wa hiya nazo alwaw, ni waw. Nahu, mfano kusema jaa zaidun wa amrun. Tamam. Fajaa, basi jaa hii hapa fi'lun madhin, kitendo cha madhi, wa zaidun, na zaidun fa'ilun marfu'un bidhammati adh-dhahira, wa amrun, na amrun alwawu, hii wawu iliyopo katika wa kabla ya amrun harfu atfin, hii wawu harfu atfin, ni herufi ya atf. Wa amrun, na amrun ma'tufun ala zaidin, na amri huyu ni ma'tufun ala zaidin, sawa sawa. Marfu'un, aliyerufaishwa bidhammati adh-dhahira, kwa dhamma ya wazi. Falma'tufu, basi ma'tufu yatba'u al-ma'tufa alayhi, sawa sawa, anamfuata al-ma'tufa alayhi fi i'rabihi, katika i'rabu yake. Sawa'un kana raf'an au ghayrahu, sawa'un kana, sawa sawa, iwe hiyo i'rabu raf'an ni kurufaishwa, au ghayrahu, au i'rabu nyingine, kwa maana iwe ni nasban au khafdhan. Tamam, hakadha. Sasa tutambue maana kidogo. Unapoambiwa atfu, maana yake ni uunganishaji. Atfu maana yake ni kuunganisha kati ya vitu viwili au zaidi ya viwili. Tamam. Kwa hiyo Sheikh aliposema fajaa,
basi jaa hapa fi'lun madhi wa zaid na zaid fa'ilun marfu'un bidhammati adh-dhahira wa amrun na amr wao hii akasema alwaw harfu atfin akiwa na maana wao herufi ya kuunganisha tamam. Wa amrun na amrun ma'tufun ala zaid ameunganishwa na zaidi kwa maana ameunganishwa na zaidi katika hukumu ya kuja. Jaa zaidun wa amrun, amekuja zaidi na amrun. Kwa hiyo zaidi amehukumiwa kuja, lakini pia katika ile hukumu ya kuja akaunganishwa na amrun kupitia herufi gani? Ya atfu, herufi ya kuunganisha. Tamam, hakadha. Kwa hiyo wa amrun na amru ma'tufun ala zaidi, ameunganishwa na zaidi, marfu'un, lakini pia amerufaishwa bidhammati adh-dhahira, kwa dhamma ya wazi. Kisha baada ya hapo Sheikh asemaje? Wa fal ma'tufu, basi kile chenye kuunganishwa ambacho katika mfano wetu hapa ni amrun, yatba'u al-ma'tufa alayhi, kinafuata kile ambacho kimeunganishwa juu yake. Fal ma'tufu, basi kile kilichounganishwa, yatba'u, kinamfuata, al-ma'tufa alayhi, kinamfuata yule aliyeunganishwa juu yake, fi i'rabi, katika i'rabu yake, sawaun kana raf'an au ghayrahu, sawa sawa hiyo i'rabu hiyo ni kurufaishwa au i'rabu nyingine. Kwa hiyo tutambue hiyo maana ya atfu na maana ya harfu atfin na maana ya ma'tufu na maana ya ma'tufun alayhi. Tamam, hakadha. Kwa hiyo tumepita hapo kidogo ili kulifahamu hilo sawa sawa. Huko mbele tutakuwa tunasoma kawaida sawa sawa. Sheikh akaendelea kusema wal fa'u, na fa'u pia ni herufi ya atf. Nahu, mfano kusema jaa zaidun fa amrun, jaa zaidun fa amrun, sawa, amekuja zaidi, fa amrun, fa maana thumma, fa tufidu tartib wa ta'qib. Sasa fa ina maana ya utaratibu na kufuatisha. Sasa wanaposema jaa zaidun fa amrun, kwa maana amekuja zaidi kisha akaja amru. Sasa na wengine wanaita fa'u litaqib, alfa'u litaqib. Sawa hakadha. Kwa hiyo jaa zaidun fa amrun, fa amrun, basi hii fa amrun ma'tufun ala zaidin marfu' bi dhammati adh-dhahira. Utaona hapa kaleta irabu ya amrun peke yake, hajaleta irabu ya fa wala irabu ya jaa wala irabu ya zaid. Sababu gani? Irabu yake ni sawa sawa na mfano wa nyuma. Kwa hiyo utasemaje hapa? Wal fa'u harfu atfin, harfu atfin, sawa sawa. Na unaweza kuongezea mbele tufidu tartiba wa taqiba, aina maana, yani haina shida yoyote. Tamam. Unasema harfu atfin tufidu tartiba wa taqiba, yenye maana ya utaratibu na kufuatisha. Sawa sawa, hakadha. Kwa hiyo fa amrun, bas tamshi la amrun hapa katika jaa zaidun fa amrun, amru ma'tufun ala zaidi, sawa, ameunganishwa na zaidi katika ile hukumu ya kuja, marfu'un bi dhammati adh-dhahira. Wa thumma, na thumma, nahu jaa zaidun thumma amru, amekuja zaidi kisha amru. Sawa sawa. Thumma hii ina maana ya at-tartib na at-tarakhi, ina maana ya at-tartib na at-tarakhi. At-tarakhi maana kuchelewa, tartib ni ile mpangilio tu, kwa maana kimoja baada ya chingine. Kwa aliposema jaa zaidun thumma amrun, ina maana alikuja zaidi kisha baada ya muda ndio akaja amru, tofauti na fa amrun. Fa amrun ni kufuatisha, kwa maana jaa zaidun fa amrun maana yake amekuja zaidi kisha baada ya kuja zaidi hapo hapo kaja na amru. Ndio maana ya at-tartib wa ta'qib. Ta'qib ni kufuatisha, maana hapo hapo alipokuja zaidi tu na akaja amri hapo hapo. Lakini katika thumma hapa at-tarakhi, thumma ina maana tufidu tartib wa tarakhi, na at-tarakhi maana kuchelewesha. Kwa maana gani? Jaa zaidun thumma amrun, alikuja zaidi kisha baada ya muda kidogo ndio akaja nani? Akaja amru. Tamam, hakadha. Kwa hiyo thumma pia ni harfu atfin na amrun ma'tufun ala zaidin marfu'un bi dhammati adh-dhahira. Kwa thumma harfu atfin tufidu tartiba wa tarakhi,
Tamam, hakadha. Kwa tofauti yake na fa ni fa litatib, ya kufuatisha hapo hapo, baada ya zaidi akaja amri hapo hapo, lakini hapo kwenye thumma alikuja zaidi ukapita muda kidogo, kisha ndo akaja nani, akaja amru. Tamam, hakadha. Wa au nahu jaa zaidun au amru, alikuja zaidi au amru. Au ina maana ya at-takhyir, ina maana ya at-takhyir, sawa sawa, kwa maana yule anayehukumu kwa au, kwa atfi ya au, anakuwa ni kana kwamba nini, halikuwa hana uhakika wa moja kwa moja, ndio akasema jaa zaidun au amru, kwa maana alikuja zaidi au amru, kwa maana ana machaguo mawili katika kumhukumu nani ambaye amekuja. Sawa sawa, jaa zaidun au amru, alikuja zaidi au amru. Kwa hiyo au ni harfu atfin tufidu takhyir, inafidisha khiyari, chaguo. Sawa sawa, kuonesha anayesema jaa zaidun au amru katika kuhukumu kuja na machaguo mawili, kwamba alikuja zaidi au amru. Wa na am pia ni harufu ya atf, nahu jaa zaidun am amrun, alikuja zaidi au am amrun au amrun. Sawa sawa, na hii amrun yani hii am, tamam. Na hii am hapa inatumika fil istifham, matumizi yake mara nyingi ni fil istifham, kwa maana mtu ataitumia katika hali ya kutaka nini, kufahamu. Kwa maana jaa zaidun am amrun, kana kwamba anauliza sio alikuja zaidi am amrun, au ni amrun. Tamam, hakadha. Kwa hiyo hii ni am. Kwa hiyo am pia ni harufu ya atfin, sawa sawa, ambao mara nyingi inatumika nini, katika al-istifham. Kwa jaa zaidun am amrun, alikuja zaidi au amrun, nikana kwamba mtu anauliza, sawa sawa, anataka nini, kufahamu. Tamam, hakadha. Kwa nayo pia ni harufu ya atf, na utaona hapo amrun ma'tufun ala zaidin marfu'un bi dhammati adh-dhahira. Wa imma pia ni katika harufu za atf, nahu fa imma mannan ba'du wa imma fidaan, imma muachie huru au muadai fidia. Sawa sawa, masala ya mateka haya utaona katika aya hii Allah ametumia tamshi la imma, na anasema mtunzi fa qawluhu fidaan, bas kauli yake kusema fidaan ma'tufun ala mannan, imeatifiwa juu ya mannan, kwa maana hii tamshi la fidaan limeunganishwa na mannan. Sawa sawa, ni maatufun ya manna mansubun bil fathati adh-dhahira. Sheikh baada ya hapo akatoa mulahadha, akasema wal atif al waw ad-dakhilatu ala imma, na herufi ya atfi hapa katika wa imma fidaan, katika wa imma fidaan al waw ni ile waw ad-dakhilatu ala imma, iliyoingia katika imma. Tamam, ndio kasema Sheikh wal atif, na herufi ya atfi hapa katika nini, wa imma, al waw ni ile waw ad-dakhilatu ala imma, iliyoingia katika imma. Wa imma, na imma hapa utiya biha lidalalati ala at-taqsim wa at-takhyir, na imma utiya biha imeletwa hapa lidalalati kwa ajili ya kufahamisha ala taksim, juu ya vigawanyo, wa takhyir na khiyar, kwa maana jambo hili la mateka linagawanyika katika sehemu mbili, lakini pia lina khiyari ndani yake. Ukitaka wewe sultan au khalifa, baada ya kuwakamata mateka, ima uwaachie huru usiwafanye kuwa ni mateka au uwadai fidia. Kwa ima hapa amekuja lidalalati ala taqsim wa takhyir, lakini harufi ya atfi hasa ni nini? Ni alwaw. Tamam, haka ndio kasema wal atif alwaw ad-dakhilatu ala imma, na harufi ya atfi hapa ni ile waw iliyoingia katika imma. Wa imma, na imma utiya biha imeletwa hapa lidalalati ala taqsim wa takhyir, kwa ajili ya kuonesha nini? Mgawanyiko na khiyar. Walmusannifu jara ala anna imma hiya al-atifa. Walmusannif, na mtunzi wa kitabu cha Matn al-Ajurumiyya ambaye al-Imam Muhammad ibn Daud, sawa, yeye jara ala
ala anna imma. Tamam. Walmusannif na mtunzi hapa jara amepita ala anna imma, juu ya kwamba imma, kwa maana amepita katika rai. Sasa ala anna imma, ya kwamba imma hiya al-atifatu, ndiyo herufi ya atf. Wa huwa dhaifu, na rai hiyo ni dhaifu, na rai hiyo ni dhaifu, kwa maana kuna wanawazuoni wa lugha waliotoa rai kwamba imma ni herufi atf, na mtunzi naye akapita katika rai hiyo. Lakini Sheikh Ahmad Zain Dahlan rahimahullahu ta'ala anatuambia wa huwa dhaifun, na rai hiyo ni dhaifu. Warajihu, na rai yenye nguvu, anna al-atifa al-waw, kwamba herufi ya atf hapa ni al-waw. Tamam. Hakadha. Wa bal, na bal pia ni herufi ya atf. Nahu ma jaa zaidun bal amru, ma jaa zaidun bal amru, hakuja zaidi bali aliyekuja ni amru. Wala, na la pia ni herufi ya atf. Nahu jaa zaidun la amru, alikuja zaidi si amri, alikuja zaidi si amri. Na ila hapa tufidu nafi, inafidisha nini? An-nafi. Na ile bal tufidu al-intiqala, bali hii inafidisha nini? Al-intiqala, kuhama min qissatin ila qissatin ukhra. Tamam. Bal inafidisha kuhama kutoka kwenye kisa fulani kwenye kisa kingine, ndio maana yake. Kwa bal ni harfu atfin tufidu al-intiqala min qissatin ila qissatin ukhra. Tamam. Na la harfu atfin tufidu an-nafya. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo wala na la pia ni herufi atf. Nahu jaa zaidun la amru, ni herufi atf yenye maana ya kukanusha. Yenye maana gani? Maana ya kukanusha. Na bali ni herufi atf yenye maana ya kuhama katika nini? Kisa kimoja kuna kwenye kisa kingine. Tamam. Hakadha. Walakin pia ni herufi atf. Nahu ma jaa zaidun lakin amru, hakuja zaid lakini amekuja amru. Na lakin tufidu al-istidraka baada an-nafyi, lakin ina maana ya istidrak, kuliwai jambo, lakini baada an-nafyi, baada inapokuwa imetanguliwa na herufi ya nafi, ndio itakuwa na maana hiyo. Tamam. Ikiwa haijatanguliwa na nafi inakuwa na maana nyingine, inaweza kuwa ni harfu al-ibtida, herufi yenye kuonesha nini? Yenye kuonesha mwanzo wa kitu. Tamam. Hakadha, inakuja kwa maana hiyo, lakini hapa imekuja kwa maana gani? Ya al-istidrak. Kwa sababu lakin nahu jaa ma jaa zaidun lakin amru, hakuja zaid lakini aliyekuja amrun ni amrun. Kwa lakin harfu atfin tufidu al-istidraka, amrun ma'tufun ala zaid marfu'un bi dhammati adh-dhahira, irabu yake ni ile irabu ya kule mwanzo. Tamam. Hakadha. Sheikh akaanza kusema wa hatta, na hatta pia ni herufi atfu fi baadhi al-mawadhi, katika baadhi ya sehemu. Wadhalika al-ba'dhu, na hiyo baadhi ya sehemu, wadhalika al-ba'dhu, na hiyo baadhi ya sehemu, kwa maana baadhi ya sehemu ambayo hata inakuwa ni herufi atfi, ma ni ile sehemu ambayo kana ma ba'daha ba'dhan, kinakuwa ma kile ambacho baadaha kinakuja baada ya hata, ba'dhan ni sehemu, mimma ya kile kitu ambacho kabla, kilichotangulia kabla yake. Tamam. Ana maana gani? Ana maana kwamba kinatangulia kitu kizima kisha nakuja hata. Inapokuja hata mbele yake kinakuja kitu ambacho ni sehemu ya kile kitu kizima. Sawa sawa. Nahu mfano kusema akaltu samakata hatta ra'asaha, utaona ametangulia samaki mzima kisha ikaja kutajwa sehemu ya kitu kizima ambayo ni samaki. Sawa. Sehemu ambayo nini? Sehemu ambayo ni kichwa. Tamam. Hakadha. Kwa nahu akaltu samaka, nimekula samaki, hata raasaha, mpaka kichwa chake, kwa maana kimetajwa kitu kizima ambacho ni samaki, kisha ikaja kutajwa sehemu ya kitu kizima ambacho sehemu ya kitu kizima ambayo ni kichwa. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo akasemaje? Wadhalika al-ba'dhu, na hiyo baadhi ya sehemu ambayo hata inakuwa ni herufi ya atfu, huwa maana ile sehemu ambayo kana ma ba'daha, kinakuwa kile kinachokuja baada ya hata, ba'dhan ni sehemu, mimma ya kitu kizima ambacho kablaha, kilichokuwa kabla ya hata. Ndio mfano wake ni huo. Sasa nahu akaltu samakata hatta ra'sa, nimemla samaki mzima, hatta ra'sa, mpaka kichwa chake. Fa hatta harfu atfin wa ra'sa
ma'tufun ala samakati mansubun bil fathati dhahira, wal ha'u, na ile he ile kuja baada ya ra'sa, he ile kuja baada ya ra'sa mudhafun ilayhi. Sasa kwa maana ra'sa hii ni nini? Ma'tufun ala samakati mansubun bil fathati dhahira wa huwa mudhafun, wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin bil idafa mudhafun ilayhi. Tamam, hakadha. Sheikh akasema wa i'rabu baqiyati al-amthali baqiyatu al-amthila wa i'rabu baqiyati al-amthilati dhahir, na i'rabu ya mifano mingine iliyobakia iko wazi, kwa maana i'rabu yake ni ile ile iliyotangulia kule juu. Tamam, isipokuwa i'rabu hii ya hatta haikutangulia, ndio maana akaja kuiweka hapa. Sawa sawa. Kisha akasemaje? Wa i'rabu baqiyati al-amthilati dhahir, na i'rabu ile mifano iliyobakia tulitaja hapo nyuma iko wazi. Kwa sababu gani? I'rabu hiyo inafanana na i'rabu ya mfano wa kwanza. Tamam, hakadha. Kisha Sheikh akasema fa in atafta biha ala marfu'in wa rafa'ta. Tamam, akasema fa in atafta biha, ikiwa utaunganisha biha kwa kupitia hizo herufi za atf ambazo zimetajwa hapa juu, ala marfu'in, utaunganisha jina jingine katika jina ambalo ni marfu'in, rafa'ta, basi utalirufaisha jina hilo kama takadama, kama ilivyotangulia. Sasa au ala mansubin, au ikiwa utaunganisha kitu kingine sasa juu ya jina ambalo ni mansubin, nasabta, utalinasibisha pia, kwa maana utakinasibisha hicho kitu kingine. Tamam. Au ala makhfudhin khafadta, sasa au utaunganisha kitu kingine sasa juu ya jina ambalo ni makhfudhin khafadta, utakikhafidhisha hicho kitu kingine. Au ala majzumin jazamta. Tamam, au utaunganisha kitu kingine katika nini? Katika jina ambalo ni majzum, jazamta, utakijazimisha hicho kitu kingine. Taqulu, utasema qama zaidun wa amr wa ra'aytu zaidan wa amra wa maraltu bi zaidin wa amrin. Wal i'rabu dhahir, na i'rabu yake iko wazi. Wal i'rabu dhahir, na i'rabu yake ni ipo wazi. Wa mithalu al-'atfi fi al-af'al, na mfano wa atf, maana mfano wa kuunganisha kitu kimoja na kitu kingine, fi al-af'al, katika vitendo. Zaidun yaqumun wa yaqudu, ni kusema zaidun yaqumu wa yaqudu. Sawa sawa. Kwa hiyo zaidun yaqumu, hii fi'lun mudhari'u ya kwanza itakuwaje? Yaqumun fi'lun mudhari'u marfu'un bi dhamma, fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi an an-nasib wal jazim, wa alama jazmihi wa alama raf'i. Tamam, imekwaje tena, mbona najingata? Tamam. Kwa zaidun yaqumun wa yaqudu, zaidun yaqumu wa yaqudu. Yaqumu itakuwa ni fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi anin nasib wal jazim. Kisha alwaw itakuwa ni harfu atfi. Kisha yaqudu itakuwa ni fi'lun mudhari'un marfu'un ma'tufun ala yaqumu. Sasa ma'tufun ala yaqumu. Tamam, hakadha. Walan yaquma wa yaquda, vile vile pia yaquma ya kwanza i'rabu yake inafahamika, ya pili alwaw harfu atf, yaquda itakuwa ni fi'lun mudhari'un mansubun ma'tufun ala yaquma. Sawa sawa, hakadha. Na ndio hivyo hivyo katika mifano mingine. Akaanza kusema wa zaidun lam yaqum wa lam yaq'ud, فالأول مرفوع والثاني منصوب والثالث مجزوم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإلى هنا ننتهي. الكمال لله والعصمة للأنبياء والنقص لنا، وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.